Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Ninakukaribisha katika mfululizo wa vipindi vya neno la Mungu ambao nimekuwa nikuletea hapa kwa njia ya mtandao. Na leo tutaangazia mifano ambayo Yesu alizungumza na wanafunzi wake. Na tutaangalia mfano mmoja wa mpanzi ambao unapatikanika katika Injili kadiri alivyoandika Mathayo sura ya 13 mstari wa 1 mpaka ule wa 9, na ufanuzi wake unapatikanika katika aya 18 hata ya 23. Tuombe kabla ya kuanza. Mungu Baba, Mungu mwema, ninakushukuru kwa ajili ya saa hii. Ni maombi yangu kwamba yule anayefuatilia kipindi hiki utamuinua maisha yake, lakini utambariki, na neno lako Bwana litakuwa taa na nguzo ya maisha yake. Lakini zaidi Roho wako Mtakatifu atamzamisha katika kina cha tafakari, ataelewa neno lako na litamuongezea maarifa atakayomfaa hapa na katika ufalme wa milele. Na sia tu kwa Kristo Bwana wetu, amen. Tunapoangalia mfano ambao Yesu amezungumza wa mpanzi, tutaangalia, lakini kwa kweli kitu ambacho Yesu anakizungumza hapa na hadhira yake, utaona ni makundi ya Wakristo ambao tunao kanisani siku ya leo. Siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mfano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba, pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mzizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Mwenye masikio na asikie. Amen. Yesu anazungumza kwa habari ya mpanzi ambaye alipanda, kwa habari ya mbegu, jinsi ambazo zilianguka. Kuna ambazo zilianguka karibu na njia, nyingine zikaanguka kwenye miiba, nyingine anasema zilianguka penye miamba, na nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri. Sasa katika mfano ambao Yesu anatoa mitarafu anapozungumza hapa, anagusia makundi ya watu ambao wanalisikia neno la Mungu, mapokeo ya neno la Mungu, jinsi wanavyoliishi neno la Mungu, jinsi ambao wanalipokea na kukaa nalo kwa muda mchache na kuliacha, na jinsi ambavyo wengine wakilipokea lile neno kwa moyo wa shukrani linazaa matunda ndani ya maisha yao. Yesu anafanua mfano huu wa mpanzi katika aya 18 hata ile ya 23. Maandiko yanasema, basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikia hapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule movu akalinyakua lilopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Yaani maana yake, huyu mtu analisikia neno la Mungu, lakini immediately linapotea. Yaani mara tu akishalisikia ile neno, movu analichukua. Huyo ndio Yesu anamfananisha na mtu aliyepandwa karibu na njia. Alafu kundi lingine ambalo Yesu alifanua, anasema kila mtu katika mstari wa 20 anasema, naye aliyepandwa penye miamba. Kundi lingine ile aliyopandwa kwenye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno akalipokea mara kwa furaha. Yaani akilisikia la Mungu alipokea kweli kwa moyo wa kuchangamka kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake. Hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au via kwa ajili ya ile neno, mara uchukizwa. Yaani maana yake ni Wakristo ambao wanasikia neno la Mungu, wanalipokea kwa furaha, lakini hawana mizizi. Na ni kwa sababu gani hawana mizizi? Kwa sababu inaweza kuwa sababu nyingi. Cha kwanza, ili usikie neno la Mungu likae kwa ndani yako, unamhitaji Roho Mtakatifu. Na hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu hivi tu, lazima umkubali Yesu Kristo ya Bwana Mwokozi wa maisha yako, na pale ulipobatizwa
umpokea Roho Mtakatifu. Mpokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kitu ambacho Kristo anazungumza hapa ni kwamba ili kundi la pili ni ile ambalo linapokea neno la Mungu kwa furaha, lakini hawadumu na neno kwa sababu hawana mzizi. Na hasa kipimo chao inapokuja dhiki, inapokuja matatizo, changamoto, zinawaondoa kwenye reli, wanamwacha Yesu. Wanatafuta msaada mahali pengine kwa waganga, kwa wanadamu. Wanasahau kabisa kwamba kuna neno ambalo linaweza kuwapa faraja katika kipindi cha matatizo yao. Aya 21 lakini anasema, lakini hana mzizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au dhia kwa ajili ya neno, mara uchukizwa. Yesu anazungumza kundi la tatu katika aya 22 anasema, naye aliyepandwa kwenye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa alizae. Kundi lingine la tatu ni wale ambao wanapokea neno la Mungu, lakini ndani ya nafsi zao, ndani ya akili zao wanatafakari mali tu, na ubizi wa maisha. Kumbe pamoja na kwamba tuko bize kutafuta maisha, kutafuta mkate wa kila siku, tuko na shughuli zetu za kutupatia kipato, lakini lazima tuwe na muda wa kutafakari. Na mimi mara nyingi nimezungumza kuhusiana na moyo wa familia, moyo wa maombi, kwamba angalau familia iwe na muda wa kuomba wakati ule wa asubuhi pamoja na kutafakari neno la Mungu, alafu iwe na muda pia wa kutafakari neno la Mungu wakati wa jioni baada ya chakula na kila kitu kabla ya kulala. Wasome neno la Mungu kwa pamoja na kutafakari, alafu wawe na sala ya pamoja. Hiyo itajenga sana moyo wa familia na moyo wa maombi, italeta mshikamano, lakini itawapa nafasi ya kutafakari neno la Mungu na hivyo kujenga ufalme wa Mungu na ukaribisha ndani ya maisha yao. Yesu anazungumza katika aya 23 anasema, naye aliyepandwa kwenye udongo mzuri, huyu ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo. Yaani kwanza anasikia lile neno, anaelewa. Lakini anapofanya uelewe neno la Mungu ni Roho Mtakatifu. Wakishaelewa wanazaa matunda 100, 60, 30. Ni maombi yangu kwamba ukishasikia neno hili, somo hili, kwamba sasa umzalie Mungu matunda yanayopasa toba. Umzalie Mungu matunda mema. Katika Wagalatia ameeleza matunda pale, anatajwa matunda yale vizuri, kwamba tumzalie Mungu matunda mema. Maana yake tuishi maisha ambayo kwa kweli mtu akitutazama atamuona Yesu, na sio maisha ya kuigiza, maisha ya kupretend, ili kila mtu ajue kana kwamba huyu ana Yesu ndani yake. Unajua wakati fulani kuna kundi la Wakristo ambao wanafikiri kwamba wao they are very superior, wao wako juu na wanaona watu wengine sio kitu, wanaona watu wengine kwenye jamii hawafai, lakini kumbe Mungu ana watu wengi. Alicho Mungu ambacho alimwambia nabii Elia kwamba bado nina manabii wengine, alipofikiri kwamba ndio nabii wa Mungu alibaki peke yake. Unaweza kujifikiri umesimama ukawaona kwamba una Mungu sana, lakini kumbe kuna watu wana Mungu na watu wanawashuhudia kwamba kuna roho njema ndani yao. Tuna hatari ya kuwa na Wakristo wanaoigiza, kama Askofu Doug Howard Mills anapoeleza, anasema wale wanaoigiza. Maana yake ni Wakristo wanapokuwa na viongozi wao wa kiroho wana pretend kwamba wao ni hivi na vile. Lakini kwa kweli msingi wa somo letu ni kumzalia Mungu matunda mema. Tusiwe wasikilizaji wa neno la Mungu tu, bali tuwe watendaji wa neno la Mungu, lakini na kulishi neno la Mungu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yetu. Ndivyo ambavyo Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako e Bwana, ili nisikutende dhambi. Maana yake ametoa room katika moyo wake, katika nafsi yake, katika akili zake, kwa sababu akili zipo katika nafsi, kwamba litafakari neno la Mungu na lijae kwa wingi ndani yake ili asimtende Mungu dhambi. Maana yake kupitia Roho Mtakatifu neno la Mungu linakukumbusha kwamba usiende huko, linakuwekea mipaka. Unapotaka kudondoka katika dhambi linakurudisha. Unapokwenda kushoto, unapokwenda mbali na uso wa Mungu linakurudisha. Kwa hiyo neno la Mungu linakuwa ndani ya dhamiri yako kila wakati, linakukumbusha, na hivyo unaishi maisha ya ushindi. Na hii ndiyo injili ambao kwa kweli kanisa leo inakosa, kwamba ni lazima tukumbushane kwamba
tuishi maisha ya utakatifu, kwa sababu ndio wito wa Yesu mwenyewe anapoongea na mkutano huu. Kwa wanafunzi wako walimuuliza maana ya mfano huu ni nini? Maana ya mfano huu ni nini? Anawaeleza kabisa vizuri bila shida, kwamba anawafanulia makundi ya watu wanapolisikia neno. Ninaamini umebarikiwa na somo hili na ninaamini utalishirikisha, lakini kama hujamwamini Yesu, basi uchukue hatua ya kumwamini Yesu, ukiri kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na ikiwa ungehitaji msaada au ufafanuzi zaidi, utaweza kuwasiliana kwa mawasiliano ambayo yatakuwa yanatokea, ama kutembelea tovuti yetu na kutuandikia barua pepe. Tuombe. Mungu mwema, nakushukuru kwa ajili ya sana majira kama haya. Asante kwa neno lako ambalo ninaamini kwamba litakwenda bure. Kila mtoto wako aliyesikia neno hili Bwana litamfaa sasa na baadaye. Na uongoze wanaofuatilia hapa katika mtandao wa kijamii, ili vijana waume kwa watu wafanye maamuzi siku ya leo, na yote anayesikiliza, ya kuchagua wewe Yesu na kuamua kufuata na kufanya kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Bwana, niombe la kwamba litambariki msikilizaji, kumuinua na kugusa maisha yake, na umtunze mpaka kipindi kijacho. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuwa na muda pamoja nami kunisikiliza na kunifuatilia. Nikuombe utembelee tovuti yetu, lakini na wasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama inavyoonekana katika video hii. Mungu akubariki sana mpaka kipindi kingine. Mimi ni Baraka Teti. Amen.